warahmatullahi wabarakatuh. Leo nakuletea mwanzo kabisa wa somo letu la ufugaji wa kuku wa kienyeji. Ni kwa nini sasa tuzungumzie kuku wa kienyeji? Kuku wa kienyeji wana mambo kama matatu tu ambayo yanaweza kukufanya wewe mwenzangu au mimi niweze nikawafuga wale kuku. Jambo la kwanza wana uwezo wa kupambana na magonjwa, hawashambuliwi sana na magonjwa. Pili, wana uwezo wa kufanya vizuri sana sokoni. Bei zake ziko juu. Mfano mayai unaweza ukayauza kwa 400 mpaka 800. Kitu kingine, kuku mwenyewe unaweza ukamuuza kwa bei kubwa kidogo, tofauti na kuku hawa wengine. Na vile vile wanapendwa sana na wateja. Ambacho kitu kinakuwa kinakushawishi wewe mwenyewe ni jinsi gani ya kuweza kuwafuga kuku hao. Jambo jingine kabisa, jinsi ya kuwatunza. Wakati wa kuwatunza wanakuwa na gharama za chini zaidi. Unaweza kuwatunza tu kwa kuwapa chakula ambacho mfano taka zile au mabaki ya chakula, ukaozesha vyakula pale nyumbani ukawapa. Umeona, hivyo vyote vinaweza vikawapunguza gharama za kuweza kuwatunza. Kitu kingine ambacho kinachonifanya mimi hasa kabisa, wana uwezo wa kupambana na magonjwa. Ni tofauti na kuku wengine ambao tunaweza tukawaita kuku wa kisasa. Ni kwa nini sasa tujifunze hao kuku wa kienyeji kuwafuga? Sababu kama hizo nimekupa. Jambo jingine, ningependa kukushauri uweze kufuga kuku jamii ya Kroila, tofauti na hawa kuku wengine ambao mfano Saso au kuku wa kienyeji kabisa wale original. Kwa sababu Kroila wanakuwa kwa haraka zaidi, vile vile mayai wanataga mayai mengi, ni tofauti na kuku wa kienyeji. Vile vile hawa ndani ya miezi 4, 3 mpaka 4 hivi 5 hapo, kama utakuwa umewatunza vizuri miezi 3, 4, unakuwa kuku wako mkubwa kabisa ambaye unaweza kumpeleka sokoni na ukafanya vizuri. Ni tofauti na kuku wa kienyeji ambao pure atakuwa yeye anakaa kama takriban miezi 6 ndio anakuwa kuku mkubwa ambaye ndio unaweza kumpeleka sokoni ukapata pesa kubwa. Licha ya kwamba hata wakiwa wadogo unaweza ukawauza, lakini bei yake inakuwa iko chini kidogo. Umeona, ni tofauti na hawa kuku wengine. Hawa Kroila wanataga mayai mengi, vile vile ni wazuri sana kwenye kulalia. Mfano sasa vifaranga unaweza ukawapata. Tunawezaje sasa kuwapata labda vifaranga? Kuna makampuni mbalimbali ambayo au kuna watu wajasiriamali, aidha wewe baadaye ukajikuta umefikia huko kwenda kwenye kutotolesha au kawa unauza mayai. Na tutafundishana ni jinsi gani sasa. Wewe unaweza ukawa specialist labda wa mayai tu, kazi yako ni kutotolesha kuku na kuuza mayai, au wewe mwenyewe ukaamua sasa utengeneze sasa utaratibu wako wewe mwenyewe binafsi kwamba mimi nitauza nyama tu, kuku wa nyama. Wakifika umri fulani miezi 4 nauza kuku wa nyama, nauza kama wanyama. Wengine watataka mimi sasa ni kazi yangu nitakuwa natotolesha tu. Huko kote tutapita. Wewe sasa kama mhitaji, wewe utahitaji kuwa uko katika sehemu gani? Kwa sababu soko ni kubwa sasa hivi. Watu wengi tunahitaji vifaranga, watu wengi wanahitaji nyama, watu wengi wanahitaji mayai. Kwa hiyo wewe sasa utajewa jinsi gani sasa uende ukasimame wapi na wapi pakupe hicho. Vile vile labda hizo clips zinazokuja utaweza kujifunza sasa kutengeneza chakula cha kuku. Ukawa wewe specialist wa kutengeneza chakula cha kuku, utajifunza. Kwa hiyo utakuwa na mambo mengi. Usikose na endelea kufuatilia clips zinazokuja. Wewe naamini kama utakuwa mfuatiliaji mzuri, basi utangamua kitu kimoja na hicho kitakutoa. Nenda usifuge tu kwa mazoea, nenda kafuge kisasa. Kuku wa kienyeji ila kwa mtiririko wa kisasa. Asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.